Ndugu waandishi wa habari, tumie kwanza nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuwezesha kuwa na afya njema, kuwa na uhai, kwa sababu hiyo ndiyo zawadi pekee ya kwanza ya mwanadamu ambayo Mungu amempatia. Kwa wale ndugu zetu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni awabariki wote. Jina langu naitwa Prophet IPM, Senior Prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo jijini Dar es Salaam, Mbezi Beach, Mbuyuni. Ninatumika hapa kama Senior Prophet wa huduma hii nikisaidiana na Prophetess Lilian ambaye ni mke wangu kipenzi na wachungaji wasaidizi katika huduma hii. Ninawashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kuweza kunitii na kunipa nafasi ya upekee. Najua mna majukumu mengi sana ya kitaifa, majukumu mbalimbali ya kifamilia, majukumu mbalimbali ya utekelezaji wa habari ambazo mnazifikisha katika jamii ya Kitanzania na hata nje ya Tanzania, lakini mmeona vyema msikie wito wangu na kuweza kuja kunisikiliza mawili matatu ambayo natamani kuweza kushare nanyi ili muweze kuwafikishia umma wa Watanzania. Kama mnavyofahamu, huwa nina message fupi sana ninapokuja mbele ya habari au mbele ya waandishi wa habari. Ninakuwa na message fupi sana. Tarehe 19 tuliwatangazia juu ya habari, na leo pia Mungu ametupa neema, tumekutana hapa leo kwa ajili ya kuweza kuwatangazia pia habari njema. Nina habari njema kwa wanaume wote katika taifa letu la Tanzania, na habari hii ni kuwakusanya wanaume wote ambao wananifuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii na katika taifa hili, kuweza kuzungumza nao tarehe 28 mwezi huu wa 6 2025, na masuala muhimu ambayo natamani kuzungumza na wanaume ni kutokana na majukumu alionayo mwanaume. Kama mnavyofahamu, nimekuwa nikizungumza mambo mengi sana katika social media dhidi ya utafutaji wa mwanaume, dhidi ya mapambano kwa mwanaume, yale anayoyapitia mwanaume. Bila Mungu hatuwezi. Na mimi ni mtu wa matokeo. Napenda sana matokeo. Na kwa sababu napenda matokeo, yako maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa, wanaume wagumu, kumwamini Mungu, wanaume wabishi, hawataki kwenda kanisani, wanaume wabishi, hawataki kwenda misikitini. Lakini ukweli ni kwamba wanaume wanampenda sana Mungu. Na tukiangalia historia ya mwanzo toka Mwenyezi Mungu alipoiumba hii dunia, ndugu zetu wanasema alladhi lahu milki samawati wal ardhi, yani yeye ndo aliyeumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu alianza kumuumba mwanaume katika hii dunia, akamuweka. Then baadaye akafatia mwanamke, naye akawekwa ndani ya bustani ya Eden. Lakini tunaona mwanaume ndo ametangulia kuwekwa katika ardhi hii ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akampa bustani ya Eden, akamwambia mambo haya makuu mawili: ilime na kuitunza. Kwa mwanaume ana majukumu makubwa sana duniani mawili. Jukumu la kwanza kutunza bustani, la pili ailime. Kwa hiyo wanaume wengi sana katika jamii yetu ya Kitanzania wamekuwa wakipambana kuhakikisha kwamba wanaweza kuzitimiza ndoto zao,
lakini imekuwa vigumu sana kutokana na changamoto za kimaisha, lakini pia kutokana na changamoto za baadhi ya maneno yasiyokuwa na ukweli kwa baadhi ya viongozi wenzetu wa dini waliopelekea kuziua imani zao, na mtu kusema bwana, mimi kama mambo yenyewe ndo haya, basi mimi bora tu nisisali kabisa. Lakini tunatambua ya kwamba Mungu ndio kimbilio la wanadamu wote. Uwe jambazi, ukifa utahitaji kwenda kwa Mungu. Uwe mtakatifu utamhitaji Mungu, usipokuwa mtakatifu utamhitaji Mwenyezi Mungu. Hakuna namna yoyote mwanaume anaweza kumkimbia Mwenyezi Mungu. Na kwa kulitambua hili sasa, ndio maana nimekuwa na hii kongamano la tarehe 28 mwezi huu wa 6 la wanaume, kuhakikisha kwamba mwanaume anarudi katika level yake katika uchumi. Nafahamu ya kwamba tunaongoza kwenye dunia ambayo wako watu wanaoamini ushirikina na wako wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, vitabu vyote vimekataa ushirikina. Wal Qur'anil Hakim ala siratul mustaqim tanzil al-azizur rahim, nayo inakataa ushirikina. Kwenye una sura moja inaitwa lam yakuni alladhina kafaru min ahlil kitabu wal mushrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayina. Kule mbele nasema innal ladhina kafaru min ahlil kitabu wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Inakataza mambo ya ushirikina, lakini pia Biblia iko wazi, inasema washirikina wote wataingia katika nini? Ziwa la moto liwakalo na kiberiti. Kwa hiyo kuna ulazima wa kurudisha nguvu ya mwanaume katika uchumi, nguvu ya mwanaume kama Mwenyezi Mungu alivyompa kwa mara ya kwanza katika bustani ya Eden, ailime bustani ya Eden na aitunze bustani ya Eden. Kwa kulitambua hili sasa, ziko changamoto nyingi sana kwa wanaume wanazozipitia. Changamoto ya kwanza ya mwanaume sio gari, changamoto ya kwanza ya mwanaume sio nyumba, changamoto ya kwanza ya mwanaume sio mtoto. Changamoto ya kwanza ya mwanaume ni uchumi. Ukikosa uchumi, mwanaume umekubali kufa haraka. Ukikosa uchumi, umekubali kudhalilika. Ukikosa uchumi, umekubali kuchezewa katika hii dunia. Unaposikia mtu anaitwa mwanaume, maana yake ana uwezo wa kuprovide, ana uwezo wa kutunza, ana uwezo wa kusimamia. Hasa leo wako wanaume wengi katika jamii yetu wamekata tamaa, hawawezi kusimamia familia zao. Unakuta wako wengine ndo wanaitwa Serengeti Boys, wanalelewa na mishangazi. Mtu anaishi mjini kwa kulelewa na mama, mama mtu mzima, unafanya mahusiano na mama ambaye umri wake ni kama mama yako, na uogopi, unamvaa tu liwalo na liwe. Kwa hiyo katika kongamano hili ambalo nimeliandaa, ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote mnaonifuatilia na wale msiokuwa wa Tanzania, kwa kuwa IPM hafuatiliwi tu na watu walioko Tanzania, bali nafuatiliwa na watu katika nchi mbalimbali, katika maeneo mbalimbali. Ningewaomba na kuwaasa kwamba tuhudhurie katika kongamano hili kubwa litakalofanyika Dar es Salaam, Tegeta, Mbuyuni, katika ukumbi huu wa Embassy of God for All Nation. Naamini kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, tukimuomba basi uchumi wa mwanaume utarejea na ile heshima mwanaume aliyoipoteza itarejea. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana, na abariki taifa letu, na abariki pia viongozi wetu, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Yangu alikuwa ni hayo tu, asanteni.